Makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo John Heche ameendelea kulita bomu ambalo lilitegwa kwa muda mrefu na mwenyekiti Tundu Antipas Lissu. Ni bomu ambalo kwa sasa halina mpinzani. Tena unaambiwaje, ndo kwanza yuko ndani, lakini mambo ambayo kwa sasa yamekuwa yakiendelea kuitika tena kuhusu sakata la no reform no election, ambalo ni moja la bomu lililoweza kutolewa na mwenyekiti ambaye kwa sasa yuko magereza. Lakini mambo yanayojitokeza katika mitandao ya kijamii na reaction ambayo imeendelea kuwepo, kwa sababu mpaka sasa hivi data ambazo ziliweza kutolewa na baadhi ya viongozi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, lakini pia na vile ambavyo jinsi ambavyo nchi imeonekana kuweza kuitika na upande wa upinzani wa issue ya no reform no election. Kwa ni issue ambayo imeonekana pia kutikisa hata baadhi ya mataifa tofauti ambayo yaliweza kuonekana kabisa kwamba ni issue ambayo imeweza kuwakuta na imeweza kuwafikia. Sasa ni swala ambalo kwa sasa limeendelea kuwapa nguvu sana Chama cha Demokrasia na Maendeleo, wakiendelea kupata nguvu na wakiamini kabisa kwamba hili swala la no reform no election ni swala ambalo linabidi liweze kufanyika ndani ya mwaka 2025. Kwa hiyo imani imeendelea kuwa kubwa, na yale ambayo yamekuwa yakipambania kama Chama cha Demokrasia na Maendeleo ni kwamba wanaamini kama mwaka huu kutakuwa na mabadiliko ya katiba, na kama wataweza kukaa chini na kukaa mezani baina ya vyama vyote kwa ujumla ambavyo vimekuwa vikihusika na swala zima la uboreshaji pia wa katiba, na kuweza kutoa maoni ambayo watakuwa wanahisi ni nini kiweze kuongezwa, ni nini kiweze kupunguzwa, yani mambo yatakuwa yameweza kutiki kama vile ambavyo walikuwa wameweza kuyapanga. Lakini ameweza kuzungumza yote na kuweza kumpa sifa kede mwenyekiti Tundu Antipas Lissu kwamba aliyeweza kuseti ama kutengeneza bomu na kulitegesha alikuwa ni yeye, kwa sababu sakata la no reform no election lilikuwa likipewa nguvu sana na mwenyekiti yeye mwenyewe. Yani tokea alipokuwepo katika uhuru na mpaka sasa bado yuko mahakamani, lakini still anapokuwepo amekuwa akiendelea kuweka ile hatamu na kuonekana kabisa kama ni swala ambalo liko katika nafsi yake na ameendelea kulipambania kama sehemu ya faraja ndani ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Hii ni Hatuboy Media, cha msingi tukutane kwenye upande wa comment.